baada ya Kristo. Na nini maana ya jina Yohana? Maana ya jina Yohana, Mungu ni wa neema au Mungu ni wa rehema. Na kitabu hichi cha Yohana ameandika chenye sura 21 na aya au mistari 879. Kwa nini ameandika? Mkazo wake mkuu ni uzima wa milele, ili akila anayemwamini mwana awe na uzima wa milele. Mathayo mkazo wake ni ufalme wa Mungu, lakini mkazo wa Yohana ulikuwa ni uzima wa milele. Na Yohana anatuambia maneno ambayo Yesu alikuwa amezoea kuyatumia sana, amin amin. Ameandika zaidi mara 25 katika injili yake tu. Na hii inaonyesha jinsi ambavyo alikuwa anatamani kuona watu wana pay attention, wanazingatia yale ambayo Yesu alikuwa anafundisha. Yesu akisema amin, amin, hata kama ulikuwa unakula, ukisikia amin unasimama kwanza, unaacha. Akirudia mara ya pili amin, na kijiko unaweka chini, unasikiliza, kwa sababu ukipuuza, yani itabaki kuwa hivyo milele. Sasa ili usipitwe, tulia kwanza, sikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuko kwenye sura hii ya 5 ambapo Yohana anatueleza habari za Yesu kwenda kwenye sikukuu ya Wayahudi Yerusalemu. Sasa iko tofauti kidogo kati ya injili zile 3 na injili hii ya Yohana. Injili zile 3 mkazo walikuwa wanaandika miujiza ya Yesu aliyofanya Galilaya. Kulikuwa kuna majimbo 3 Israeli. Kulikuwa kuna jimbo la Yudea liko kusini, hapa katikati kuna Samaria, na kule kaskazini kuna Galilaya. Sasa miujiza mingi kwa sababu ya wao walimkataa Yesu alifanya Galilaya, ila miujiza michache Yesu alifanya Yerusalemu huku Yudea. Sasa na alifanya wakati wa sikukuu. Tutambue bisa wakati wa sikukuu zile kuu 3 za Wayahudi. Kuna sikukuu ya Pasaka, kuna sikukuu ya vibanda, kuna sikukuu ya majuma. Walikuwa wanakuja Yerusalemu kusherekea wiki nzima, siku 7. Sasa huyu mwandishi hajatuambia ilikuwa ni sikukuu ipi, lakini anasema wakati wa sikukuu Yesu alikuja Yerusalemu. Na katika mji wa Yerusalemu ulikuwa umezungukwa na kuta, na kwenye zile kuta kwa kuna malango. Kwa kuna lango la samaki, kuna lango la kondoo, kuna lango la mfalme. Na walikuwa wameweka makusudi kwamba kama watu ni wavuvi, lango la samaki ndo bidhaa za wavuvi zitapitia huko. Kama ni wafugaji, lango la kondoo ndiko kondoo atapita. Na lango la mfalme ni lango rasmi kwa ajili ya ugeni rasmi. Haitakiwi kwenye lango rasmi mtu apitishe kondoo. Hasa kwenye lango hili la kondoo tunaambiwa kulikuwa kama kuna birika au kuna bwawa ambayo kuna chemchemu inayotoa maji, na kulikuwa kuna kumbi 5 ambako jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamekusanyika mahali hapo. Na mwandishi atuambia kwamba huu muujiza au zahanati ilianzia lini. Kwa lugha nyingine unasema ilikuwa ni zahanati au ilikuwa ni hospitali ambayo watu walijua bisa eneo hili tukikaa, mtu wa kwanza atakayetumbukia kwenye maji haya, baada ya malaika kuyatibu yakaanza kuchemka, anapona. Na tunaambiwa kwa kuna aina 3 za wagonjwa. Aina ya kwanza walikuwa ni vipofu, aina ya pili viwete, aina ya 3 waliopooza. Mwenye afadhali alikuwa ni kipofu, alafu anayemfuatia ni mlemavu, kiwete. Wa mwisho kabisa ni aliyepooza. Tunafahamu kipofu haoni, kiwete pengine miguu yake ina shida, hawezi kutembea, ana ulemavu. Lakini aliyepooza yamkini kuanzia kwenye kiuno kushuka chini miguu haifanyi kazi, au nusu ya mwili wake upande wa kushoto haufanyi kazi.
Sasa tunaambiwa hawa waliopooza walikuwa wamelala kwenye vitanda, ila hawa wengine viwete na vipofu walikuwa angalau wanaweza kuzunguka hapa na pale. Sasa tunaambiwa hii birika kwa Kiebrania inaitwa Bethzatha. Maana yake ni nyumba ya huruma au nyumba ya rehema. Watu walikuwa wanakuja mahali hapa, malaika akitibua maji haya, anayeingia wa kwanza anapona, sio wa pili wala sio wa tatu. Kwa hiyo kama kuna wagonjwa 100 na kama malaika anashuka mara moja kwa wiki, maana yake ni mgonjwa mmoja kwa wiki anapona. Sasa tunaambiwa kuna mgonjwa hapa ana miaka 38 tangu amekuwepo eneo hili. Mwaka wa kwanza kafika, ni mgonjwa. Akikaribia kwenda kwenye maji, mtu wa kwanza ameshawahi, anapona, yanabaki. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka mwaka wa 38. Yamkini ndugu zake walikuwa pamoja naye pale, wakaona imetosha, acha tukafanya shughuli zingine za kiuchumi, apambane na hali yake. Ikafika wakati inaonekana hapa kuwa na mtu tena wa kumhudumia. Kuna andiko Yesu alisema hivi: ni heri uingie kwenye uzima wa milele ni chongo au huna mkono mmoja, kuliko uende katika ziwa la moto na mikono yako miwili. Akimaanisha kama kuingia mbinguni ni kupitia njia nyembamba, mlango mwembamba, ni heri upambane kufa na kupona, hata uvunjike mguu unagombania kuingia. Maana ukishafika huko ndani hakuna cha kuvunjika wala cha nini, utakuwa mzima moja kwa moja, kuliko uende na miguu yako miwili kwenye ziwa la moto. Asa hawa vipofu na viwete walikuwa na kanuni hii: kuliko niwe wa mwisho, ni bora niruke, nipige sarakasi, hata nikivunjika, lakini natua kwenye maji, pamoja nimevunjika mara ya pili nitapona. Kwa sababu sheria ni kwamba anayechukua wa kwanza kuingia anapona. Kwa wale vipofu walikuwa hawajali kwamba itakuwaje, yuko mbali mita 10, atajitahidi apambana anavyoweza, hata kama ni kwa kuvunjika mkono au wa kwanza kuingia. Maana anajua nikiingia hata pamoja na mkono umevunjika, na huo mkono utapona saa hiyo hiyo. Bwana Yesu atusaidie. Sasa huyu aliyepooza, nani wa kumsaidia? Nani wa kumbeba? Maana kama watu wako tayari hata kuvunjika wakigombania kuingia, nani wa kumsaidia? Maana ilikuwa basi hata awepo mtu wa kushika huku na huku, malaika kitibua tu wamrushe kule, akitumbukia huko, hata kama atakuwa amevunjika, kupooza na kuvunjika kote kutapona dakika hiyo hiyo. Mungu atusaidie. Sasa Yesu mwenye kuona hitaji akapita kwenye zanati ile, akapita eneo lile, alafu akamwendea. Hatuoni akiwagusa watu wengine, ila alienda kwa mtu huyu mmoja, akamwambia unataka kuwa mzima? Na huyu mtu kwa sababu hajui Yesu ni nani, alijibu tu kwamba mimi sina mtu wa kunitia birikani. Yesu akamwambia inuka, itupe godoro lako uende. Na akashangaa ghafla, uzima ukatokea, akanyosha mkono kanyoka, akanyosha miguu ikatoka, akakanyaga chini pakakanyagika, akabeba godoro lake, akashangaa inawezekana. Alafu Yesu naye wakati huo akapita kuelekea upande mwingine. Ingekuwa ni mimi na wewe tumeenda hospitalini tukamwombea mgonjwa mmoja akapona, ndio kasema basi wodi nzima leo watoke. Lakini katika somo hili na vipengele vikuu 4. Moja, usichezee neema ya Mungu.
2, fahamu mapenzi ya Mungu. Nini mapenzi ya Mungu? Wakati mwingine unatamani wodi nzima wapone. Je, nini mapenzi ya Mungu? Kwenye birika hii wagonjwa walikuwa wengi, lakini Yesu aliponya mmoja tu, alafu Yesu akaondoka. Hakushughulika na wengine. Kuna kitu ambacho nataka tukajifunze hapa. Alafu tunaona kwamba mtu huyu amepona, akajitwika godoro lake, ilikuwa ni siku ya Sabato, akaanza kutembea. Na Mafarisayo na Wayahudi wakamkuta, wakamwambia, kwa nini unafanya hivi siku ya Sabato? Kwa Wayahudi walikuwa wameainisha kazi aina 39 ambazo ni maarufu kufanya siku ya Sabato, japo zingine waliziacha. Tohara siku ya Sabato hawakuona kama ni shida. Kumtoa kondoo aliyetumbukia kwenye shimo siku ya Sabato hawakuona kama ni shida. Lakini mtu kujitwika kitu chochote begani au kichwani siku ya Sabato ilionekana ni kualifu Sabato. Mungu atusaidie. Sasa hao watu wamekutana na mtu huyu aliyepooza amebeba godoro. Hawashangilii muujiza, ila wanaona dhambi, wanaona kualifu siku. Wakamuuliza, kwa nini umebeba godoro siku ya Sabato? Wasema, yeye alinifanya kuwa mzima, niamuru nibebe. Na wakataka kumwambia, huyu aliyekuambia ubebe ni nani? Na kwa sababu Yesu hakujihudhurisha kwake, Yesu hakubaki eneo la tukio, mtu huyu hakumfahamu. Tunapoendelea mbele tunaona kwamba baadaye Yesu alitokea. Mstari wa 14, nimesema wakati wa sikukuu ulikuwa ni sikukuu kwa siku 7. Kwa siku ya kwanza, ya pili, siku nyingine hatujui ni siku ya ngapi. Mstari wa 14 nasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lilo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Mtu huyu Yesu sasa anatokea kwake, anamwambia, tazama, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata baya zaidi. Yesu mwenye kuona hitaji, namba moja, aliona roho ya mtu ni ya thamani. Lazima uponyaji uanze rohoni, alafu uje kwenye nafsi, kisha kwenye mwili. Mara nyingi sisi wanadamu tunapenda sana uponyaji wa mwilini. Naenda nikaombewe nipone, naenda nikaombewe shida zangu ziishi. Lakini baada ya kuisha kwa habari ya kuishi maisha matakatifu, sio ajenda tena. Na hata wale ambao wanapenda huduma, maombi na maombezi, na pengine wanaenda kwenye makanisa ambayo miujiza ni kipaumbele, uponyaji ni kipaumbele, wao wanazingatia sana upone, yaani kwa habari ya dhambi zako haiwahusu. Asa Yesu hapa anaonyesha kwamba shida sio uponyaji, shida ni dhambi. Na maandiko yanatuambia Yesu alipozaliwa ataitwa Yesu, maana yake atakayeokoa wanadamu na dhambi zao. Sio atakayeokoa wanadamu na magonjwa yao, sio atakayeokoa wanadamu na umaskini wao. Kipaumbele namba moja ni dhambi, kwa sababu dhambi ndio imeleta magonjwa, dhambi ndio imeleta umaskini, dhambi ndio imeleta shida zote. Mtu huyu alifurahia uponyaji, lakini hakufurahia kusamehewa dhambi zake. Alifurahia tu kwa sababu nimepona, kwa miaka 38 nimeteseka, lakini sasa hivi nimepona, nimekuwa mzima, inatosha. Ni raha iliyoje. Lakini kwa habari ya dhambi yake hakuzingatia. Kumbuka kuna muujiza mwingine Yesu aliufanya. Wakamletea mtu aliyekuwa amepooza kwenye kitanda. Yesu akamwangalia, akampenda, akamwambia, mwanangu, umewasamehewa dhambi zako. Afu baada ya hapo akamwambia, jitwike godoro lako uende. Kipaumbele namba moja,
uponyaji kwanza wa roho. Namba 2 ni uponyaji wa mwili. Kanisa kama tutapenda kuponywa tu, kichwa kipone, mwili upone, alafu hatuna habari ya roho zetu za milele, tutakuwa tunakosa kuelewa maana halisi ambayo Yohana alikuwa anataka kuifahamu ya uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie. Huyu mtu aliridhika na uponyaji wa mwilini, hakuridhika wala hakuweka kipaumbele kwenye uponyaji wa roho yake. Anaambiwa, tazama umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Kwa nini anamuonya? Kwa sababu anaona kuna ishara, kuna dalili za kuendelea kutenda dhambi. Na tunaona kifungu kinachofuata, yeye mwenyewe baada ya kumtukuza kwamba Yesu, nakushukuru sana, nimeteseka miaka 38, sio kidogo, sio haba. Miaka 38 ni umri wa mtu mzima. Kwanza ndio akaenda kuambia Mafarisayo, sikilizeni, aliyeniponya ni yule pale. Kwa kama ni kumuuzi ni yule, wala msinisumbue mimi. Mungu atusaidie. Nimesema usichezee neema. Mtu huyu ni kama anacheza na neema. Hao ni miaka 38 ya tabu. Yeye anachoona tu, tayari nimekuwa mzima. Huyu mtu kwa lugha nyingine alikuwa anachezea neema. Tutakaposoma au tutakapoenda kusoma sura ya 9 ya Yohana, kuna mtu mwingine Yesu alimponya. Na kabla hajamponya, wanafunzi wake Yesu alimuuliza, mtu huyu je, katenda dhambi yeye au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yesu akamwambia, yeye hajatenda dhambi wala wazazi wake, ila kuna mapenzi ya Mungu yanatakiwa yadhihirike. Alafu Yesu akamponya. Alafu baada ya Yesu kumponya, Wayahudi wakamuuzi. Kwanza wakawaita wazazi wake. Wazazi wake wakasema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Na alipoulizwa akasema, nilikuwa kipofu, sasa naona. Mnasemaje kwa habari? Akasema, ni nabii. Wakamuuliza tena, umeponywaje? Akasema, nishawaambia. Au mnataka nanyi kuwa wanafunzi wake? Wakasema, wewe mwenyewe kwanza umezaliwa kwenye dhambi, utatufundishaje sisi? Akasema, mimi ninachojua, nilikuwa kipofu, sasa naona. Huyu ni mtumishi wa Mungu, ni nabii wa Mungu. Na baadaye Yesu akamkuta akamwambia, anasema nawe ndiye. Tunaona alisujudu, akamwabudu Mungu, akamtukuza Mungu. Hakuwa tayari kuambia Wayahudi aliniponya ni huyu. Alikuwa tayari kumtetea Yesu mbele ya Wayahudi. Alikuwa yuko tayari kumunua Yesu mbele ya upinzani. Mtu huyu tunayemsoma kwenye sura ya 5 hakuwa tayari kumtetea Yesu mbele ya Wayahudi. Alikuwa yuko tayari yeye atangulize heshima yake, Yesu adharaulike. Jambo gani nataka kusema hapa? Kuna mambo ambayo Yesu anatenda kwenye maisha yako, lakini mara nyingi tumekuwa wepesi kusahau mahali Yesu alipokutoa, mambo ambayo Yesu amekutendea. Na ukikutana na makwazo kidogo tu, unarudi nyuma. Mtu anasema, simbi kwaya tena, mwenyekiti amenikwaza. Hivi mwenyekiti ni nani? Na Yesu alikokutoa ni nani? Lazima uangalie, aliyenitoa huko si mwenyekiti, ni Yesu. Sasa mwenyekiti hana nguvu kama Yesu. Mwenyekiti unikwaza usinikwaze, najua wapi Yesu alikonitoa. Miaka 38 si haba. Lakini mtu huyu anaona kwamba huyu muujiza Yesu alionifanyia kama sio kitu. Wayahudi aliyenitendea haya ni huyo Yesu hapo. Na Wayahudi wakamuuzi sawa Yesu. Kwa sababu tayari wameshapata ushahidi kwamba wewe ndio ulimponya yule aliyealifu Sabato. Kuna watu Mungu anawatendea, lakini tumekuwa wepesi sana kusahau. Na wakati mwingine tunaanza tunalaumu na tunaleta shutuma kwa mchungaji au kwa watumishi wenzetu au kwa ndugu zetu.
alafu unasahau wapi Yesu alikokutoa. Kwa lugha nyingine unachezea neema. Mtu huyu ameponywa, haoni uthamani wa Yesu. Yanachoona tu kuliko niaibike, kuliko Mafarisayo endelee kuniandama na kunishutumu, ni bora shutuma hizi muendee Yesu. Mungu atusaidie. Hatuoni akimwinua Yesu, hatuoni akimtukuza Yesu. Ndio Yesu anaona kilicho moyoni mwake, anaambia tazama umekuwa mzima, usitende dhambi nikakupata baya zaidi. Kuna watu Yesu anawatendea makubwa, lakini wamekuwa wepesi kusahau. Ndio tukaona mfano wa wana wa Israeli. Hajawahi kutokea bahari ikagawanyika. Hajawahi kutokea watu wakapita katikati ya bahari. Ndio muujiza wa kwanza, wanapita, wanavuka. Alafu majeshi ya Farao yanafukiwa na maji, yanazikwa kwenye maji. Huo muujiza hajawahi kuona. Alafu baada ya mwendo sio mrefu sana unatokea shida ya kiu. Wanamwambia Musa, hivi kule Misri hapakuwa na makaburi? Kwa nini ukituleta tufie huko jangwani? Mbona tunakufa kwa kiu? Wangejua mahali Mungu alikowatoa. Kwanza ile kauli ya kumwambia Musa, hivi hakuna makaburi kule Misri, wasingesema. Kama Mungu ameweza kuwavusha salama kwenye bahari ya Shamu, hivi maji ni nini kwao? Kama Mungu ameweza kukupigania kwenye miaka 38 ukavuka salama, hivi Mafarisayo ni nini kwako? Mpaka unaona Mafarisayo kuliko waniuzi ni bora nimuuzi Yesu. Huyu mtu hakuonyesha shukrani kwa Yesu. Ni kama alionyesha kuliko niaibike mimi ni bora uaibike wewe. Huku ni kuchezea neema. Na tunaona habari hii Yesu anamuonya, umekuwa mzima, usitende dhambi likakupata baya zaidi. Mtu anapocheza na neema, alafu hali ya nyuma ikamrudia, maandiko yanatuambia hali yake inakuwa mbaya mara 7 zaidi. Anasema pepo mtokapo mtu kuzunguka huko na kule, akikosa mahali anasema ngoja nirudi kule nilikokuwa nimefukuzwa, kama kuna nafasi nitaingia. Na kaja akakuta kuna nafasi na mlango uko wazi, haingii kwanza, anaenda kuita mapepo wabaya mara 7 kuliko yeye, wabaya kuliko yeye, alafu wanakuja wanaingia 7 wote kwa pamoja. Hali yake inakuwa mbaya zaidi. Kukemea pepo kwa mtu ambaye alisha ipungukia neema, jasho lazima litoke. Mungu atusaidie. Hebu mwambie jirani yako sichezee neema. Hebu mwambie tambua pale ambapo Yesu amekutoa. Saamini kile Yesu alichokutendea. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unakutana na kwazo gani, umekutana na Mafarisayo wamekukwaza ipasavyo, tafadhali tambua kwanza wapi Yesu amekutoa. Nilikuwa na ugonjwa, nilikuwa na shida za kunitosha, Yesu akaziondoa, Yesu akanisamehe. Hivi ilikuwa ni nini mbele ya Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari ya pili, jinsi Yesu pia alivyokuwa anasaisha mitazamo ya Wayahudi. Wayahudi wanasema haifai mtu kubeba godoro siku ya Sabato. Nini maana ya Sabato? Sabato maana yake ni kupumzika. Mungu alifanya ulimwengu kwa siku 7, kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. Na alipopumzika haimaanishi kwamba alikuwa amechoka, kwamba jamani nimechoka sasa niishie hapa. Haimaanishi kwamba kazi zilikuwa zimeisha, ila kuna mapenzi yake alitaka yadhihirike. Na Yesu anasema Baba yangu atenda kazi hata sasa, yani mpaka Sabato hii ya sasa
baba yangu anafanya kazi. Na kama ni mnafikiri baba yangu hafanyi kazi, Sabato ile siku ya leo ni bure. Kama leo Mungu anapumzika, chukulie leo ni Sabato, Mungu amepumzika. Alafu unamuomba Mungu akuponye. Mungu hawezi kukuponya sababu yeye amepumzika, ni Sabato kwake. Kwa hiyo wale walikuwa wanasema haitaki mtu abebe godoro siku ya Sabato, wala Yesu uponye siku ya Sabato. Kwa maneno mengine ni kama hata mtu akianguka leo asipone kwa sababu ni Sabato. Na nyinyi mnapokusanyika siku ya Sabato kuomba, pia Mungu asisikilize kwa sababu ni Sabato. Ni kama wanajifunga wenyewe bila kujua. Wanamfungia Mungu nje, alafu wanaingia ndani wanamuomba, wakati Mungu yuko nje. Yesu anawasaisha kwamba baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami pia natenda. Bwana Yesu asifiwe. Sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, na wala si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Mwanadamu ameumbwa kwa siku 6. Maisha yake yote yataishi kwa siku 6. Iwe ni miaka 40, iwe ni miaka 100, hizo ni siku 6. Siku ya 7 anaenda kupumzika. Heri wafu katika Bwana tangu sasa wapate Sabato, wapate kupumzika. Sasa kila siku mtu ajitakase. Ndio wanasema siku hiyo akaitakasa. Hakutakasa siku, alitakasa tukio. Lakini maisha ya kila mmoja mtakatifu na azidi kutakaswa. Mtakatifu na azidi kujitakasa kwa sababu iko siku atapumzika. Iko siku atapumzika. Sasa itakiwa pumzike kwa taabu, itakiwa pumzike kwa amani. Alale kwa amani. Sasa huyu mtu ameteseka miaka 38. Yuko kwenye kifungo. Leo ni siku ya kupumzika. Yesu anaamua ampumzishe siku ya mapumziko. Amen. Yesu angeweza kumpumzisha siku nyingine, lakini leo na hii siku ni siku ya mapumziko. Leo apumzike. Hao Wayahudi hawakuelewa maana ya Sabato. Bado walikuwa wanataabika siku ya Sabato. Baada ya kupumzika, wao wanaendelea kutaabika. Na Yesu aliye Bwana wa Sabato anawaambia ni siku ya kupumzika. Mtu huyu ameteseka miaka 38. Ni siku ya kupumzika. Kwenye Mathayo 11 Yesu anasema, "Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Kwa lugha nyingine, nitawapa Sabato, mtapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Yesu akitusaidia. Hajalishi umeteseka muda gani, ni vizuri uje kwa Yesu akupumzishe. Amen. Yesu aliona hitaji. Mtu huyu bila Yesu kumsaidia asingesaidika. Na yamkini pia uko hapa, kuna jambo ambalo linakutesa na linakusumbua muda mrefu. Ifike sasa mwambie Yesu, inatosha. Nahitaji Sabato. Nahitaji kupumzika katika hili. Sitaki tena kuteseka katika hili. Lakini tambua kabisa kwamba iko neema kwa anayehitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba walizidi kumuuzi Yesu, si kwa sababu alivunja Sabato, ila pia alimuita Mungu baba yake. Wote waliomwamini walipewa nafasi, walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Unajua, mwana au mtoto kwa baba yake ana uhuru kuliko mtumwa. Natoa mfano. Leo mwanangu anaweza akaja kwangu akazungumza anavyoweza kuzungumza, lakini mtoto wa jirani hawezi kuzungumza kama yeye. Sasa Yesu akatuambia kwa ile sala ya Bwana, mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Kwa Yahudi hiyo haiwezekani. Mungu sio baba. Yaani anatisha.
Ila kwa mtu aliyefanyika kuwa mwana, ana haki ya kusema Baba yangu uliye mbinguni. Ila ambaye hajafanyika kuwa mwana, atasema Mungu wangu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asa Yesu anaonyesha uhusiano wake wa karibu na Baba yake. Anasema Baba yangu anatenda kazi nami natenda. Hapa Yesu anatufundisha mahusiano ya karibu. Unapokuwa karibu na Baba yako wa mbinguni, tunapojenga mahusiano yetu ya karibu na Mungu, shida zingine huhitaji maombi marefu. Yesu mwenyewe anazishughulikia moja kwa moja, unasahau lini ulipona. Mahusiano mazuri. Yesu amekuwa na mahusiano mazuri na Baba yake kiasi kwamba anatamka tu, jitue neno lako uende, na inatokea. Ni mahusiano ambayo tayari ilishajengeka muda mrefu. Tunapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu wetu, kuna vitu vinaenda vyenyewe, yani ni automatic, vinaenda vyenyewe. Huhitaji nguvu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kabla ya kuanza kukemea, nakemea, na haribu, na vunja, halafu hakuna kumtii Mungu, jasho litakutoka. Sauli alipomwacha Mungu na kuomba na kufanya nini, kukawa kazi bure. Namba moja, tutengeneze kwanza mahusiano ya karibu na Mungu. Tumtii Mungu. Ushamtii Mungu kusema tu wewe pepo nyamaza, yani haraka sana ninanyamaza, kwa sababu tayari wewe uko karibu sana na Mungu. Na kwenye Warumi anatuambia unapomtii Mungu atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Yani kabla hujasema na kukemea, tayari Mungu alisha msulubisha chini yako haraka. Bwana Yesu asifiwe. Haya mahusiano ya Yesu na Baba yake yalipelekea Yesu anatamka tu vitu vyenyewe vinatokea. Na nazungumza kwa namna jinsi mahusiano yalivyo mazuri. Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda. Mungu wangu nimemuona akifanya hivi, nimemuona Yesu wangu akifanya hivi, nami nafanya. Mahusiano ambayo yameboreshwa, mahusiano ambayo ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yale mahusiano yanapokuwa ya mbali, Jumapili kwa Jumapili, mwezi wa fulani mpaka mwezi huu unakumbuka kuomba, unakumbuka neno, ikitokea hitaji hapo la kukemea, sijui nianze kujitakasa kwanza, unafunga kukemea, muda unaisha. Lakini mahusiano ambayo yako ni mazuri, yani useme uhitaji kujitakasa, tayari hayo mahusiano yanasababisha unakuwa na ujasiri wa kukemea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukasome hii Yohana sura ya 9 mstari wa 35 hadi 38. Yohana sura ya 9 35 hadi 38. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, na alipomuona akasema, wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umeona naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wanaoona wasione, nao wanaoona wawe vipofu. Bwana Yesu atusaidie. Mgonjwa huyu wa sura ya 9 hakumwaibisha Yesu. Mbele ya Mafarisayo alimuinua, mbele ya vikwazo, mbele ya magumu alimuinua Yesu, mpaka wazazi wakaona kuliko nasi tuudhike, ni bora tu huu msalaba tumtupie kijana wetu. Ni mtu mzima, muulizeni yeye. Maana hata wazazi kama walijiondoa, apambana na hali yake mwenyewe, naye mwenyewe akapambana na hali yake ipasavyo. Nilikuwa kipofu na sasa naona. Kwa habari ya mtu huyu, najua ni nabii. Najua Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. Angekuwa mwenye dhambi, Mungu asingemsikiliza.
ila Mungu amemsikiliza kwa sababu ana mahusiano mazuri na Mungu wake na baba yake. Ndio maana ameweza kuniponya mimi. Nami nasema mtu huyu ni mtu wa Mungu. Alafu Yesu akamkuta hekaluni. Kwanza akamsikia kwamba wamemfukuza hekaluni kwa sababu amemuinua Yesu. Yesu akamwambia, unamwamini mwana wa Mungu? Akamwambia, ni nani nipate kumwamini? Akamwambia, anayesema nawe ndiye. Tunaambiwa hakusema tunaamini, aliporomoka kifudifudi akamsujudia, akamwambia, Bwana nakuamini, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia, sasa sikiliza, nimekuja wale vipofu waone, alafu wale wanafikiri wanaona wao vipofu. Mungu atusaidie. Mgonjwa huyu wa sura ya 5 ni kweli alipona, lakini hatuoni ishara nzuri huko mbele. Amekuwa mwepesi kusahau yale ambayo Yesu anamtendea. Amekuwa mwepesi kusahau matendo makubwa ya Mungu ambayo neema ya Mungu kubwa ambayo imedhihirika katika maisha yake. Anaona kuliko ni pambano na upinzani wa Mafarisayo, ni bora hizi lawama ziende kwa Yesu. Na kuna watu wanahitaji wapone, na kwa habari ya maisha matakatifu hawana mpango. Kwa habari ya Yesu hawana mpango naye tena. Mtu mmoja akaja kanisani, "Chungaji, ukiniambia nikipona nitakushukuru sana." Yaani hii shida yangu ikaisha tu, yani. Baadaye Roho wa Bwana akasema na mimi, mtu huyu shida yake ni apone, lakini hana mpango na Yesu, hana mpango na wokovu. Nikamwambia, sikiliza, nia yako ingekuwa ni njema, hii shida yako ingeondoka siku nyingi. Ila shida yako ni kwamba unafanya Mungu kama mganga wa kienyeji. Naenda akaniague, shida zangu ziondoke, nirudi kwenye maisha yangu yaendelee kama ninavyotaka mwenyewe. Yesu hayuko kama mganga wa kienyeji. Yesu anataka akuponye roho, akuponye na nafsi, akuponye na mwili. Lakini zaidi sana mahusiano yako wewe na yeye yaendelee. Ifike mahali usimame kama mtu huyu wa sura ya 9, kwamba nachojua huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Haiwezekani Mungu asikilize maombi ya mwenye dhambi. Nilikuwa kipofu na sasa naona. Bwana Yesu atusaidie. Mara ngapi tumekutana na upinzani, alafu tunasahau yale ambayo Yesu ametutendea. Kuna kanuni moja inasema hivi: yamkini wakawa wabaya 2 au 3, alafu kuna wazuri 7. Achana na wabaya hao 3, shughulika na wale 7 wazuri. Kuna mambo 9 Yesu amekutendea. Kuna moja bado halijakaa sawa, lakini liko mbioni Yesu kukutendea. Hata shughulika na moja, shughulika na ile 9 ambayo Mungu amekutendea tayari. Utaona wokovu wa Bwana. Amen. Mtu huyu miaka 38 bado haoni mali Yesu alipomtendea. Anaona ni sawa tu. Na kanisa tuko kwenye hali hii, ambako pia hata wana Israeli walikuwa kwenye hali hii, ambako bahari ya Shamu inapasuka, wanapita muda wanasahau. Musa anapiga mwamba, maji yanatoka, wanakunywa. Wanaendelea mbele kidogo, wanaambia Musa, tupe nyama. Hivi kama Mungu alifanya kule, hivi huko hawezi kufanya? Wamekula nyama, baadaye wanafika tena mbele, wanaleta tena hoja nyingine. Chakula hiki kidhaifu. Mungu amewapa neema. Hakuna kuamka wala kwenda kuokota kuni, wala kuwasha moto, wala kukatakata mboga. Watakata vitunguu vimalizike, ulete mafuta, ulete chumvi, uunge, umalize, usonge ugali, mle. Itachukua muda. Maana nadondoka yenyewe, unaokota, unaweka kwenye bakuli, unakula moja kwa moja. Imetoka hivyo. Hiyo neema hawaioni. Wanamwambia tu Musa, hivi kule Misri hapakuwa na makaburi?
Kuna neema Mungu anatutendea kubwa kubwa ambazo hazipimiki. Tunakutana jaribu kidogo tu, tunaanza kuona ni huyu, ni yule. Mungu atusaidie. Tusitende dhambi yakatupata mabaya, bali tuwe watakatifu ili neema ya Mungu iendelee kuwa mpya kila kukicha kwenye maisha yetu. Amen. Hebu tusimame. Yesu mwenye kuona hitaji, aliona hitaji sahihi la mgonjwa huyu. Yamkini wagonjwa walikuwa wako wengi, na shida zao pia zikawa kama za huyu, kwamba shida yetu ni tupone tu. Yesu hatuna shida naye, wala wokovu hatuna shida nao. Sisi tuna shida na tupone basi, tuendelee na maisha yetu. Sasa Yesu anaona rehema. Ni heri nikuponye roho yako, hata mwili ubaki hivyo hivyo, lakini roho yako iokoke. Kwa sababu mwili ni wa muda, mwili tutauacha hapa duniani. Mwili ni mavumbi, ila roho ni ya milele. Ndio maana Yohana akakazia tupate uzima wa milele. Achana uzima huu wa mwili, kujisikia vizuri. Tayari nilikuwa mgonjwa, nimepoza miaka 38, sasa nimekuwa mzima. Huo uzima haukutoshi. Uzima ambao unastahili ni uzima wa milele, kwamba roho yangu ina afya ya milele. Hitaji la huyu mgonjwa yeye ilikuwa ni kupona tu, lakini Yesu aliona zaidi ya kupona. Aliona roho yake na akaona pia na mwili wake. Kwenye habari hii ya sura ya 9, mtu huyu anathamini kile ambacho Yesu alimtendea. Tangu kuzaliwa kwangu nilikuwa ni kipofu. Leo kwa mara ya kwanza nikiwa mtu mzima naona. Ni muujiza unaotembea. Hawa Mafarisayo ni kina nani? Ni watu gani? Kama walikuwa ni wa maana, wangeniponya nikiwa na miaka 4. Wangeniponya nikiwa na miaka 10. Kwani wameacha? Na hata sasa hawawezi kufanya chochote. Akamuinua Yesu. Hakukubali kumwangusha Yesu. Hakukubali kuichezea neema. Mchana wa leo au asubuhi ya leo, moja, usichezee neema. Tambua yako mambo ambayo Yesu amekutendea. Hata kama uoni. Mwimbaji mmoja akaimba, kuna namna unaniwezesha, kuna namna unanifanyishia mambo yanaenda. Siombi sana, sijui kufunga sana, sijui kutoa sadaka sana, lakini kuna namna mambo yanaenda. Hii ni neema. Hata kama kuna mambo ambayo bado hajakaa sawa, thamini kwamba kuna mambo ambayo Yesu anatenda. Malaika wa Bwana hufanya kituo kizungukia wa mchao na kuwaokoa. Tunalala, tunaamka, tunakuwa wazima. Yamkini kumbe kuna wachao walikuja wakumalize. Kuna mitego walitega kwenye vyakula wakuua wakumalize. Lakini Mungu akatuma malaika zake wakakulinda. Kwa sababu hajakuambia, unaona kama ni kawaida. Sio kawaida. Kuna neema ya Bwana juu yako. Pili, kama kuna hitaji, kuna ugonjwa, kuna jaribu ambalo unapitia, pale baadaye nitakuita mbele. Yesu aliona hitaji la mtu huyu, akapumzisha, akampa raha, akampa kustarehe. Yuko hapa pia kukupa starehe, kukupa nafuu. Sio nafuu tu, kukuponya kamili. Amen. Uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe na uwepo wako Bwana uwe na uwepo wako Bwana uwe. Ombi langu kwako wangu peke yangu
Baba yangu na Mungu wa mbinguni, tazama tunatambua iko neema ambayo umeiachilia kwa kanisa lako. Yako mengi makubwa uliyotutendea. Hata sasa yako mengi unaendelea kutenda isivyo kawaida. Mgonjwa huyu aliyekuwa amepooza kwa miaka 38, ni nani angemponya? Na alikuwa hana nguvu ya kutumbukia kwenye birika. Ni nani angemsaidia? Pengine angefariki akiwa kwenye kitanda kile mahali pale. Mungu amenashukuru kwa maana uliona hitaji, ukamhurumia, ukamsaidia. Mungu amtazama na kumsaidia na kumponya. Bado yeye mwenyewe hakuona neema yako. Mungu amemtazama, tujalie kama kanisa. Yako mengi ambayo unatutendea, yako mengi unayotuponya. Mungu tukathamini ile neema. Tukaone yale ambayo umetutendea tayari. Hata iliko mbele yetu ni machache, na hayo pia tutatutendea. Nayo pia utatusaidia. Asante kwa maana unatulinda isivyo kawaida. Unatutumia malaika wako na kulinda usiku na mchana. Tunapotoka na tunapoingia, tunaona fadhili zako, tunaona neema yako, tunaona uaminifu wako. Mungu, tupe kuthamini, tupe kuona faida ya wewe kututendea, ya wewe kusaidia, ya wewe kutuwezesha. Tazama, kipaumbele kuwa na usalama wa roho zetu. Kipaumbele ni roho zetu zisamehewe. Asante kwa kusamehe. Asante kwa kufanya kuwa wana wa pendo lako. Mungu, mtazama yale mahusiano yetu sisi na wewe ni dhahiri. Ni mahusiano ya kipaumbele. Mungu, jalie huyu akawe na mahusiano mazuri na wewe. Kila siku akazidi kutakasa, kila siku akazidi kutakaswa. Mungu, atukulie kila siku akazidi kutakaswa. Tunapoona siku inakaribia.